أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala bin Nasr Aziz anasema katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikuwa naeleza kuhusu Hadrat Saad bin Ibada, na leo nitaendelea na mada ile ile. Hadrat Saad bin Ibada wakati wa Bai'at Akbasani alikuwa miongoni mwa viongozi 12 walioteuliwa na Mtume sallam. Kuhusu tukio hili katika kitabu kiitwacho Sirat Khataman Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmad Sahib amesema kwamba Saad bin Abada alikuwa katika Banu Saada na alikuwa kiongozi wa kabila, na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa maarufu sana miongoni mwa Ansar. Wakati Mtume sasema alipofariki, Maansar walipendekeza jina lake kwa ajili ya kuwa halifa, na katika uhalifa wa Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu alifariki. Wakati Munzir bin Amr na Abu Dajana waliposilimu pamoja nao, Hadrat Saad bin Ubada pia alisilimu, yani hawa watatu walisilimu pamoja. Wakati hao wote waliposalimu waliunja masanamu ya Banu Saida. Wakati Mtume sasema alipopita karibu na nyumba za Banu Saida, wakati ule Hadrat Saad bin Ubada, Munzir bin Umar na Abu Dajana, hawa wote watatu wakamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasulullah, tafadhali uje kwetu, sisi tumepewa heshima, tunayo mali na vile vile tumepewa nguvu sana katika kabila, na akasema kwamba hakuna mwingine yeyote ambaye anaye bustani ya tende na chemchem na kisima kama mimi. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hadrat Saad, ewe Abu Sabit, wewe uache njia hii ya starehe. Hadrat Saad bin Ubada alikuwa kiongozi wa kabila la Banu Saida kama nilivyosema hapo awali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipohamia Madina, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu kati yake na kati ya Tulaib bin Umair. Sawa na Ibn Ishaq, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ndugu kati yake na kati ya Zar Ghafari,
badala ya Tulay bin Umair. na mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya udugu huu kabla ya mapigano ya Badr. na wengine wanasema kwamba mtume sasa alifanya ndugu kati yake na katika Abu Dhar Ghafari kwa sababu Tulayb alikuwa hayupo wakati Hazrat Saad bin Ubada alipohamia Madina. Familia ya Saad bin Ubada ilikuwa inajulikana sana kwa sababu kuwasaidia watu. Kwa mfano Tulaim, Ibada na Saad na Kaisa wote walikuwa mashuhuri sana kwa sababu ya kutoa msaada kwa ajili ya wengine. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, Hazrat Saad Ibada alikuwa akituma chakula kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika chakula hiki alikuwa akituma maziwa, nyama na chakula fulani kiitwacho sarid na mafuta ya nyama. Na chakula hiki kililiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wake za mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani chakula kilikuwa kitosha, kilikuwa kwa ajili ya familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika historia imeelezwa kwamba wakati fulani hali ya aina hii ilikuwa inapatikana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi wakati alikuwa akikosa chakula, lakini huyo sana baada huenda alikuwa anatuma chakula hiki wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia mara moja. Na sababu nyingine inaweza kuwa hii kwamba labda wakati mwingine Saad bin Ubada alikuwa hatumi chakula na chakula kile alikuwa akiwapatia watu wengine, maana mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi wakati alikuwa akikosa chakula nyumbani kwake. Hadrat Zaid bin Sabit anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa kwa Hadrat Abu Ayyub Ansari, wakati ule mtume sallallahu hakupewa zawadi yoyote, lakini zawadi ya kwanza niliyompelekea mtume sallallahu alaihi wasallam, zawadi ilikuwa kikombe na ndani yake ilikuwa chapati ya ngano na maziwa na nyama. Zawadi hii nilimpelekea sallallahu alaihi wasallam, nikamwambia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, chakula hiki kimetayarishwa na mama yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Mungu aweke baraka sana, na kisha akawaita masahaba zake na masahaba pia wakala. Anasema nilipokuwa nimefika karibu na mlango, wakati ule Saad bin Ubada pia akaleta kikombe, na mtumwa wake mfanyakazi wake alikuwa na beba kikombe kile juu ya kichwa chake, kwa sababu kikombe kile kilikuwa kikubwa sana. Mimi nilipoona kikombe kile nikataka kuangalia ndani yake kwamba ndani yake ni nini. Basi ndani yake ilikuwa nyama. Kwa hiyo kikombe kile pia kililetwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Zaid anasema kwa tukiishi katika nyumba za Banu Malik bin Najjar, sisi kama watu wanne kila usiku tulikuwa tukimpelekea mtume sallallahu alaihi wasallam chakula kwa zamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa miezi 7 katika nyumba ya Abu Ayyub. Katika siku zile Saad bin Ubada na Asad bin Zurara hawa walikuwa wakileta chakula kila siku kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani hawa wote wawili walikuwa wakileta chakula kila siku kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa Hazur anasema inaeleweka waziwazi kwamba mwanzoni hawa walikuwa wakimtumia mtume sallallahu alaihi wasallam chakula. Huenda baadaye pia walikuwa wakimtumia chakula, lakini sio kila siku. Wakati Hazrat Ayub alipoulizwa kuhusu kukaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwake, Ayub aliulizwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa kwako, wewe ni tuambie kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akila chakula cha aina gani.
yeye anasema kwamba mimi sikumbuki kwamba mtume saa salam aliomba kwamba chakula fulani kitayarishwe kisha alikuwa anakula chakula kile, wala sikushuhudia kwamba mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alieleza aibu yoyote katika chakula chochote, bali alikuwa anakula chakula cha kila aina. siku moja hadha saad bin ubada akatuma chakula kwa mtume salallahu alaihi waalihi wasallam. ndani yake ilikuwa mchuzi ya aina fulani. mtume salallahu alaihi waalihi wasallam akala na akanywa mchuzi na akanywa vizuri siku ile. hata sisi pia baada ya siku ile tulikuwa tukimpikia mtume salallahu alaihi wasallam mchuzi. hazur anasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam hakuomba chakula fulani, lakini ume ayub anasema sisi tulipomwona mtume saa salam amependa mchuzi ule, basi tulikuwa tukimpikia mchuzi ule sawa na kushuhudia kwetu kwamba mtume saa salam anapenda chakula kile. vile vile maswahaba walikuwa wakitayarisha chakula kingine kwa kuchanganya ngano na vitu vingine mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda, na pamoja na mtume salallahu alaihi wasallam walikuwa wakikaa kama watu 16 na watu wote hawa walikuwa wanategemea chakula hiki kilikuwa kinaletwa na maswahaba. wakati mtume salallahu alaihi wasallam alipokuwa anakaa kwa nyumba ya Hazrat Abu Ayyub Ansari, kuhusu zama zile Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikaa katika nyumba ya Hazrat Abu Ayyub Ansari miezi 7 sawa na riwaya ya Ibn Ashaq, na alikaa kule kwa mwezi wa Safar mpaka Hijria 2. mpaka msikiti wa mtasalam haukujengwa na nyumba haikujengwa, aliendelea kukaa katika nyumba ya Hazrat Abu Ayyub Ansari. Hazrat Abu Ayyub alikuwa akitayarisha chakula kwa ajili yake, na kwanza mtume sasa alikuwa akila chakula, baadaye yeye alikuwa akila chakula. hivyo ndivyo maswahaba wengine pia walikuwa wakimtumia chakula mtume sallallahu alaihi wasallam, na miongoni mwa hawa waliokuwa wakituma chakula mmoja wao alikuwa Saad bin Ubada aliyekuwa kiongozi wa Banu Khazraj, na jina lake ni maarufu sana katika historia ya dini tukufu ya Islam. Saad bin Ubada akamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, uje nyumbani kwetu. mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda nyumbani pamoja na Hadrat Saad. Hadrat Saad akaleta tende na chakula fulani, na baadaye akaleta maziwa katika kikombe, na mtume sallallahu alaihi wasallam akanywa maziwa. Saad bin Qais ambaye ni mtoto wa Saad bin Ubada anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ajikuja nyumbani kwetu, na alipoingia akasema assalamu alaikum warahmatullah, yani yeye aliwasalimia watu wa nyumbani. Qais anasema baba yangu Saad akasema wa alaikum salam kwa sauti ya chini. Qais anasema nikamuuliza baba yangu kwamba wewe, je, hutamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye aingie nyumbani kwako? Saad akamwambia mtoto wake Qais kwamba subiri mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza yeye atoe salamu zaidi juu yetu, yani yeye atuombee zaidi kwa njia ya salamu. Hadrat Saad akasema mimi nimesema salamu kwa sauti ya chini ili mtume sallallahu alaihi wasallam atusalimie tena na tupate baraka ya maombi yake. baadaye Hazrat Saad akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nilisikia salamu yako, lakini nilisema salamu kwa sauti ya chini ili utusalimie tena na utuombee tena kwa njia salamu. mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda katika nyumbani kwake akasema kwamba anataka kuoga. kwa hiyo Saad akatayarisha vifaa kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile Hadrat Saad akampatia shuka ya aina fulani. mtume sallallahu alaihi wasallam akapokea, na baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akainua mikono yake
na akafanya dua hii kwamba mola wangu uteremsha baraka chungu mzima na fadhila tele katika nyumba ya Saad bin Ubada. riwaya hii imeelezwa na Saad kwa njia hii kwamba safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam alienda katika nyumba ya Hazrat Saad bin Ubada, yani mtusema alitaka kwenda katika nyumba ya Saad bin Ubada, na wakati alipoingia akasema assalamu alaikum. Hazrat Saad akasema kwa sauti ya chini wa alaikum salam, na mtume sallallahu alaihi wasallam hakusikia wa alaikum salam kutoka kwake mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akasema salam mara tatu, yani kila mara za Saad akatoa salamu kwa sauti ya chini mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam hakusikia, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia nyumba yake, na Hazrat Saad akasema ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kila mara aliposema salamu nilisikia na nilitoa jibu la salamu yako, lakini wewe hukusikia. Nilisema kwa sauti ya chini kwa sababu nilikuwa nataka kwamba wewe uendelee kutusalimia mara kwa mara na uendelee kutuombea kwa njia ya salamu. Kisha baadaye Hazrat Saad akaenda pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake na akampatia manda, na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea kwamba malaika wateremshe baraka juu yako na watu mwema waendelee kuendelea chakula nyumbani kwako na baraka ziendelee kushuka nyumbani kwako. Alamba ibn Siri anasema kwamba Al-Sufa wakati wa jioni watu walikuwa akiwachukua mtu mmoja wawili, na Hazrat Saad bin Ubada alikuwa akiwachukua Al-Sufa 80 nyumbani kwake, alikuwa akiwalisha. baadhi wakati Al-Sufa hawakupata chakula chochote, lakini masahaba kwa kawaida walikuwa wakisaidia hawa Al-Sufa na walikuwa wakiwalisha moja wawili, yani kila sahaba alikuwa akiwalisha masahaba hawa, lakini Saad bin Ubada alikuwa akiwalisha hawa masahaba kushinda wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka moja baada ya kuhamia kwake katika Madina katika mwezi wa Safar akaenda katika sehemu itwayo Abwa. Katika sehemu hii kuna kaburi la mama wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitwaye Amina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda kule wakati ule bendera ya sallallahu alaihi wasallam ilikuwa rangi ya nyeupe. Wakati mtume alipokwenda Abwa, yeye alimteua Saad kwa kuwa amiri wa Madina. katika sirat Khatam an-Nabiyyin Hazrat Bashir Ahmad ameeleza kuhusu mapigano ya Badhan kwamba baadhi wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatuma maswahaba zake, lakini baadhi wakati alikuwa akienda pamoja nao. Lakini katika mapigano mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alishiriki. Mapigano yale yalikuwa yakiitwa ghazwa, na katika mapigano ambamo mtume sasa mwenyewe hakushiriki mapigano yale yalikuwa yanaitwa saria. Lakini katika mapigano haya yote mawili masahaba walikuwa wakitoka kwa ajili ya kupigana na makafiri, na katika mapigano ambamo mtume sasa mwenyewe alikuja pamoja na masahaba, mapigano haya yanaitwa ghazwa. Hata kama waislamu hawakupigana na makafiri, lakini mapigano haya yanaitwa ghazwa, na mapigano ambamo mtume sallam hakushiriki hata kama maswahaba walipigana na makafiri au hawakupigana nao, mapigano haya yanaitwa saria. Imeshaelezwa kwamba ruhusa ya kufanya jihad ilitolewa katika hijiria 2, na ruhusa hii ilitolewa kwa sababu ya njama za makafiri na kwa sababu hali yao. Wakati ule waislamu walilazimika kujilinda, ndiyo maana Mungu aliruhusu wanaruhusiwa kujilinda
kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa ruhusa hii alitoka pamoja na masahaba zake, na wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka alimteua Saad bin Ubada kwa kuwa kiongozi wa Madina, na mtume sallallahu alaihi wasallam akafika mpaka sehemu ya Badan, na maelezo yake nimeshawahi kueleza katika hutuba fulani. Na katika eneo lile watu wa Banu Zumra walikuwa wakiishi, na hawa walikuwa jamaa wa Quraysh. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika hapa, mtume sallallahu alaihi wasallam akaongea na kiongozi wa kabila la Banu Zamra, na wakapatana ahadi fulani, na masharti yake yalikuwa haya kwamba Banu Zamra watajenga udugu na urafiki na Waislamu na watasaidia maadui dhidi ya Waislamu, na wakati wote mtume sallallahu alaihi wasallam atakapowaita Banu Zamra kwa ajili ya Waislamu, hawa mara moja wataenda kumsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na upande mwingine mtume upande wa Waislamu aliahidi kwamba Waislamu wote watajenga udugu na kabila la Banu Zamra, na wakati wakihitaji msaada Waislamu watawasaidia. Ahadi hii iliandikwa na sahihi ilitiliwa, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa siku 15 kule, na baadaye alirudi Madina. Na mapigano haya Wadhan inaitwa Abwa pia kwa sababu karibu na sehemu hii kuna kijiji cha Abwa. Ni mahali ambapo mama wa mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki na kaburi lake linapatikana pale. Wenye historia wanaandika kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alienda kule kwa ajili ya kuzuia njama za makafiri na makureshi na kuzuia dhuluma yao, na alienda kuzuia wale watu ambao walikuwa wanafanya njama dhidi ya Waislamu. Na kwa sababu ya hii Waislamu walikuwa hatarini, ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alienda kwa ajili ya kuwazuia hawa maadui wote. Kuhusu Saad bin Ubada kuna riwaya mbili kwamba yeye alishiriki katika Badr. Sahaba moja anasema alishiriki katika Badr, lakini Ibn Ishaq na Ibn Uqba na Ibn Saad wanasema kwamba Saad bin Ubada hakuweza kushiriki katika mapigano ya Badr. Maelezo yake katika Tibqatul Kubra imeelezwa hivi kwamba Hazrat Saad bin Ubada hakushiriki katika mapigano ya Badr. Alikuwa anajiandaa kwa ajili ya safari ya Badr, na alikuwa anawatayarisha maansar ili waende kwa ajili ya Badr. Lakini kabla ya kwenda safari ya Badr aliumbwa, ndio maana hakuweza kwenda katika Badr. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ingawa Saad hakuja pamoja nasi, lakini alikuwa na hamu ashiriki katika Badr. Kwa hiyo yeye alipewa mali kutoka katika mali ya Badr walipata mtume sahaba zake. Hadrat Saad bin Ubada alishiriki katika Uhud, Khandak na mapigano yote pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya moja ya aina hii pia inapatikana kwamba siku ya Badri bendera ya Hadrat Saad bin Ubada alikuwa anashika. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda Badr, Hazrat Saad bin Ubada alipatia upanga uitwao Azab, na mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia upanga huu katika Badr. Mtume sallallahu alaihi wasallam alina ngao 7 na moja wao ilikuwa inaitwa Zatul Fuzul, na jina hili lilipewa kwa sababu ya urefu wake, na zawadi hii ilitolewa na Saad bin Ubada, na zawadi hii ilitumwa wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshaenda katika Badr, na ngao hii ilikuwa ya chuma,
na ngao hii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliweka kama ni rahani kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa kuweka rahani hii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alichukua mkopo kwa myahudi. Katika riwaya moja imeelezwa kwamba Hazrat Ali alikuwa akishika bendera ya mtume sallam Hazrat Ali, na bendera ya Ansar Hazrat Saad bin Ubada alikuwa akishika. Na wakati mapigano yalipokuwa yanaanza mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akija chini ya bendera ya Ansar, na kwa sababu maadui walikuwa wanawashambulia Ansar zaidi, na mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa anabaki chini ya bendera ya Ansar. Katika riwaya moja imeelezwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda juu ya punda na ankalisha Zaid bin Sabat nyuma yake, na walikuwa wanaenda kumwona Saad bin Ubada. Na wakati ule Saad bin Ubada alikuwa anaumwa, na tukio hili lilitokea kabla ya Badr. Hazrat Usama anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaenda kumwona Saad bin Ubada akapita karibu na hafla ambamo Abdullah bin Ubay bin Salul pia alikuwa amekaa. Na wakati ule Abdullah bin Ubay alikuwa baada hajasilimu. Hazur anasema kwamba tukio hili lile ambamo Hazrat Abdullah bin Salul alisema maneno machafu dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yoyote mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita karibu na hafla ya wale watu ambamo Abdullah bin Ubay bin Salul pia alikuwepo pale, vumbi ilipatikana kwa sababu ya kutembea kwa punda. Abdullah bin Ubay bin Salul akasema kwamba usiturushie vumbi, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa salamu na akasimamisha usafiri wake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya salamu akawaita kwenye Mwenyezi Mungu na akawasomea Qur'an tukufu. Abdullah bin Ubay bin Salul akasema kwamba yoyote unayosema ni kweli. Ikiwa yoyote unayosema basi usituudhi, yani wewe usije katika hafla usituambie. Hazur anasema nimeshawahi kueleza tukio hili. Kwa hiyo Abdullah akasema kwamba urudi kwake, na yeyote akija kwako basi umwambie mafundisho yako. Abdullah bin Rawaha wakati yule alikuwa amekaa pale na yeye alikuwa ameshasilimu. Akasema hapana, mtume sallallahu alaihi wasallam, tafadhali uje katika hafla zetu na utusomee Qur'an tukufu na mafundisho yako, kwa sababu sisi tunapenda. Kwa sababu ya hii basi Waislamu na washirikina wakaanza kusemeana maneno na walikuwa karibu kushambuliana, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatanisha. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akashika njia yake mpaka alienda kwa Hazrat Saad bin Ubada. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kwa Saad bin Ubada akamwambia kwamba je, umesikia yoyote aliyosema Abu Hubab? Yani mradi wake ilikuwa kwamba Abdullah bin Ubay bin Salul, yani je, umesikia yoyote aliyosema Abdullah bin Ubay bin Salul? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba ameniambia amesema maneno haya machafu. Kwa hiyo Saad bin Ubada akasema umsamehe, na umsamehe yule Mungu ambaye amekuteremshia kitabu, yule Mwenyezi Mungu ambaye amekuteremshia kitabu na watu. Mungu amekuleta hapa na Mungu amekuteremshia kitabu, la kabla ya kuja kwako hapa watu waliamua kwamba watamteua Abdullah bin Ubay bin Salul kuwa kiongozi wao, na wakati wewe ulipohamia basi watu wamekuteua kuwa kiongozi wao, na jambo hili halipendelea Abdullah bin Salul. Ndiyo maana yeye amekasirika na amesema maneno haya machafu. Basi umsamehe. Kwa kusikia mazungumzo haya Saad bin Ubada akamsamehe Abdullah bin Ubay bin Salul. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na amri ya Mwenyezi Mungu alikuwa akiwasamehe washirikina, vile vile maswahaba zake pia walikuwa wakiwasamehe.
mwenyezi mungu amesema la tublabunna fi amwalin wa anfusikum wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kathiran ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور yani bila shaka kuhusu mali zenu na nafsi zenu mtapata majaribio ya aina mbalimbali na bila shaka mtasikia maneno kutoka kwa wale ambao walipewa kitabu kabla yenu na mtasikia maneno ya kuudhi lakini kama nyinyi mwenye subra na mnamcha Mwenyezi Mungu basi jambo hili ni jambo la maana sana na ni la subra sana. Kisha Mungu anasema wadda kathiru min ahli alkitabe law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfu hatta yati Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Yani miongoni wa ahli kitab baada ya kupata haki kwa kuwa na husuda ambayo inapatikana katika nafsi zao hawa wanataka kwamba wabadilishe imani yao basi wewe uendelee kuwasamehe mpaka Mungu alete amri yake. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo juu ya kila kitu. Kwa hiyo sawa na amri hii ya Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitanguliza msamaha na alikuwa akiwasamehe makafiri mpaka Mwenyezi Mungu alimruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam apigane na makafiri. Kwa hiyo Mtume mara kwanza alipigana na makafiri katika uwanja wa Badr na kule viongozi wengi wa Makuresh waliuawa. Basi baada ya tukio hili Abdullah bin Ubay bin Sulul na wengine wenzake wakaanza kusema kwamba bila shaka dini ya Muhammad imepata heshima. Kwa hiyo wao wakamjia Mtume sallam na wakaahidi kwamba watasilimu. Kwa hiyo wakasilimu. Wakati wa mapigano ya Badr Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochukua ushauri kutoka kwa maswahaba wakati ule, yoyote aliyosema Saad bin Ubada habari yake inapatikana katika riwaya moja. Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia wakati Mtume sallallahu alipopata taarifa kwamba Abu Sufyan anakuja pamoja na wenzake, wakati ule Mtume sallallahu akashauriana na maswahaba. Hazrat Umar akatoa ushauri wake, Hazrat Abubakar akatoa ushauri wake, baada Saad bin Ubada akatoa ushauri na katika ushauri wake akasema kwamba ewe Mtume sallam unaomba ushauri kutoka kwetu. Wallahi ikiwa unatuamuru kwamba sisi tuingie bahari pamoja na farasi basi tutaingia baharini, yani tutakutii. Ikiwa unatuamuru tupigane na maadui basi tupo tayari kupigana nao. Msimuliaji anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia ushauri huu akachukua maswahaba zake, yani Mtume sallallahu akaenda pamoja na maswahaba zake mpaka Badr. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika kule, Makuraish wakatuma kijana aitwaye Banu Dajjaj. Basi Waislamu wakamkamata na Waislamu wakaanza kumuuliza kuhusu safari ya Abu Sufyan na kuhusu mpango wao. Yule kijana aliendelea kusema kwamba mimi sijui kitu chochote kuhusu Abu Sufyan, lakini Abu Jahel, Utba na Sheba na Umar bin Khalf hawa wote wamekuja hapa na ni wanu wako hapa. Yani Abu Jahel, Utba, Sheba na Umayya bin Khalf hawa wote wamekuja hapa, lakini sijui Abu Sufyan amekuja hakuja. Wakati aliposema maneno haya basi maswahaba wakampiga, lakini akasema msige nitawaambieni kuhusu Abu Sufyan. Kwa hiyo akasema Abu Sufyan pia yupo.
wakati walipomwacha yule kijana akasema mimi sijui kuhusu abu sufyan, lakini mimi najua utba, sheba, umaya bin khalaf na abu jahl, hawa wote wako katika kundi hili, lakini sijui kuhusu abu sufyan. wakati aliposema hayo mara ya tena, basi waislamu wale wakampiga tena. wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali, alipoona hali hii akatoa salamu na akasema kwamba wallahi, wakati yule kijana anaposema kweli mnampiga, wakati anaposema uongo mnamwacha. Rawi anasema kwamba, yani anayesumulia hadithi hii anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba uwanja huu ni uwanja wa Badr, ambapo maadui fulani na fulani wataanguka, yani watauawa. Kisha msimuliaji anasema kwamba sawa na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wote ambao majina yao yalitajwa waliuawa katika mapigano ya Badr. Kabla ya mapigano ya Uhud, Saad na Saad bin Ubada na maswahaba wengine waliendelea kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam karibu na nyumba yake. Na wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipopanda juu ya farasi yake na alipojiandaa na aliposhika mkuki ili yeye aende kwa ajili ya mapigano ya Uhud, wakati ule Saad bin Muadh na Saad bin Ubada walienda mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na hao wote walikuwa wamevaa ngao na walikuwa wanamlinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Mirza Bashir Ahmad Saheb kwa kueleza maelezo ya mapigano ya Uhud ameandika, mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake alitoka baada ya asr. Saad bin Muadh na Saad bin Ubada, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka kwa ajili ya Uhud, hawa wawili walikuwa wanamlinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa Uhud, wale maswahaba waliobaki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wao alikuwa Hazrat Saad bin Ubada. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi Madina baada ya Uhud na aliposhuka katika usafiri wake, yeye aliegemea Saad bin Ubada na Saad bin Muaz, na kwa kuwaegemea hawa aliingia nyumbani kwake. Hadrat Jabir bin Abdullah anasimulia mapigano ya Amraul Asad, tulikuwa tunakula tende, na mapigano haya yalitokea katika hijiria 3, na Makureshi walikaa katika sehemu, na tukio hili lilitokea baada ya Uhud, na wao wakadhani kwamba Waislamu wamepata hasara kubwa katika Uhud, kwa hiyo inatakiwa sisi tuwashambulie mara tena, na Waislamu hawataweza kujilinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa hii akaenda pamoja na maswahaba kadhaa, na Hamrausad ni maili 8 kutoka Madina. Wakati Makureshi walipopata habari hii kwamba mtume anakuja pamoja na maswahaba zake, basi hawa Makuresh wakakimbia. Yani walipopata taarifa hii kwamba Waislamu badala ya kudhoofika wamepata nguvu zaidi na wanakuja kupigana nao, wakakimbia. Hadrat Saad bin Ubada alileta tende na vile vile alileta ngamia, na nyama ya ngamia wale ililiwa katika safari hii. Wakati tukio la Banu Nazir lilipotokea, wakati ule hawa Mayahudi walifukuzwa katika sehemu yao,
wakati ule mali ilipatikana. wakati mali hii ilipopatikana, mtume saa salam akasema Sabit bin Qais kwamba uwaite watu wako ili niwapatie mali. Zaid bin Sabit akasema, je, niwaite Khadraj? Mtume saa salam akasema, hapana, uwaite mansar wote. kwa hivyo akawaita Aus na Khadraj kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtukuza Mwenyezi Mungu, kisha akasema, akaeleza kuhusu ihsani za maansar waliofanya juu ya muhajirin, juu ya wale masahaba waliohamia Madina. Akasema hawa ansar waliwapatia nyumba zao na waliwasaidia. Kisha baadaye akasema, ikiwa nyinyi mnapenda, basi mali ile ambayo ipatikana kutoka katika Banu Nazir, mali ile ambayo iliyopatikana bila kupigana na wale Mayahudi, ikiwa mnapenda basi niwapatieni mali hii nusu nusu, na muhajirin wataendelea kukaa majumbani kwenu. Lakini kama enyi ikiwa nyinyi mnasema niwapatieni mali hii nusu nusu, kisha hawa muhajirin waendelee kukaa majumbani kwenu, lakini kama nyinyi mnapenda niwapatieni hawa muhajirin mali yote, kisha hawa muhajirin wataondoka katika nyumba zenu. yani kuna options mbili. Ya kwanza kwamba niwapatieni mali nusu nusu, au niwapatie mali yote muhajirin ili waondoke katika majumbani kwenu. Kwa kusikia hii Hazrat Saad bin Ubada akasema, ya Rasulallah, tafadhali uwapatie muhajirin mali yote na hawa muhajirin waendelee kukaa katika nyumba zetu kama walikuwa wanaishi. Sisi hatuhitaji mali hii, tafadhali uwapatie muhajirin mali hii yote. yani hawa wapewe mali yote na waendelee kukaa katika nyumba zetu. Kwa kusikia hii maansar wote wakasema kwamba, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tunaafiki na kauli ya Saad bin Ubada na tunaridhika na kauli hii ya Saad bin Ubada. Kwa kusikia hii mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea maansar. Mtume sallallahu alaihi wasallam aligawa mali hii katika muhajirin, na maansar wawili tu walipewa mali hii, na walipewa mali walikuwa Sahal na Dajana. Na kwa sababu hawa wote walikuwa wanahitaji mali, ndio maana walipewa mali. Pengine mali yote ilipatikana, muhajirin walipewa. Mtume Hazur anasema kwamba sahaba moja aliki wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kwa ajili ya mapigano ya Dumatul Jandal, na huyu mama aliyefariki alikuwa mama wa Hazrat Saad bin Ubada. wakati mama wa Saad bin Ubada alipofariki akasema, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, mamangu amefariki na mimi nataka uongoze jeneza yake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam aliongoza jeneza yake, ilhali mama yake alikuwa ameshafariki mwezi mmoja uliopita. vile vile imeelezwa kwamba Saad bin Ubada alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu nadhiri fulani aliyofanya mama yake, lakini alifariki kabla ya kutimiza nadhiri ile. Mtume sasa akamwambia kwamba uitimize nadhiri ya mama yako. Said anasimulia kwamba Saad bin Ubada alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba mamangu amefariki, yeye hakufanya wasia, lakini kama mimi natoa sadaka kwa niaba yake, je, sadaka ile itakubaliwa? Mtume sasa akasema ndiyo. Saad akamuuliza mtume sasa kwamba nitoe sadaka gani? Mtume sasa akasema kwamba uwapatie watu maji, kwa sababu wakati ule watu maswahaba walikuwa wanahitaji maji sana. Kwa hiyo Hazrat Saad alichimba kisima na alitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Allama Abu Tayyib Shamsul Haq katika tafsiri ya Abu Daud ameandika kwamba
mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Saad kwamba sadaka kubwa ni maji, yani utoe maji kwa ajili ya watu. Sababu yake ilikuwa hii kwamba wakati ule maji yalikuwa yanakosekana na maswahaba walikuwa wanahitaji sana maji. Kisha anaandika kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba maji ni sadaka kubwa kwa sababu maji inaleta faida kubwa katika kazi ya dini, hususan katika nchi zile. Ndio maana Mwenyezi Mungu ameeleza katika aya kuhusu ihsani hii, wa anzalna minas samai maan, tumeteremsha maji safi kutoka mbingu. Vile vile wakati ule kulikuwa msimu wa joto na maswahaba walikuwa wanahitaji maji. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sadaka kubwa ni maji. Hazur anasema hata siku hizi pia maji ni sadaka kubwa sana, na tunatakiwa tuwasaidie maji watu kwa kupitia sadaka hii ya maji. Kisha Ubada bin Saad bin Ubada hakutoa kisima tu, bali anayemulia riwaya hii anasema kwamba wakati mama wa Saad bin Ubada alipofariki alikuwa hayupo nyumbani. Baadaye akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ewe mtume sallallahu, mamangu amefariki siku kadhaa iliyopita, na wakati ule nilikuwa pamoja naye, nimepata taarifa yake baadaye, yani nilikuwa safarini au niliporudi baadaye nyumbani nikapata taarifa kwamba mamangu amefariki. Kwa hiyo Saad bin Ubada akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwomba kwamba, akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, je, mimi nikitoa sadaka kwa niaba ya mama yangu, je, sadaka ile itakubaliwa? Mtume sallallahu akasema ndiyo. Kisha Saad akasema kwamba, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi natoa bustani yangu sadaka kutoka kwa mama yangu. Yani Saad alikuwa mtu wa kuwasaidia sana watu na alikuwa mtu wa kuwahurumia sana. Hazur anasema kwamba kuhusu Saad bin Ubada nitaeleza zaidi katika hutuba ijayo inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.